Hosea Mchopa leo na kuletea Argentina kuwa mchezaji mweusi ni kama dhambi. Tazama, hii picha ilichapishwa Septemba 25 mwaka 1926 na gazeti la Carasi y Caritas. Hapo ni Argentina, mechi ya ligi. Wa Argentina mwenye asili ya Afrika, legend Alejandro Nicolas de los Santos, nahodha wa klabu ya Paris, akiwa amesimama kupata picha pamoja. Alikuwa mshambulizi hatari huyu wa timu ya taifa Argentina iliyoshinda Copa Americano mwaka 1925. Inahuzunisha, ni miaka 44 imepita tangu sura ya mtu mweusi onekane katika kikosi ya timu ya taifa ya Argentina. Kwa nini nashangaza? Ni kwa sababu karne 16 hadi 19 Argentina ilikuwa na watu wengi weusi wapatao 200,000 kutoka Afrika Magharibi na Kati, walioletwa na Wahispania na Wareno kipindi cha biashara shughuli za utumwa, na wengi wakabaki hapo. Kuanzia mwaka 1778 jamii ya watu weusi Argentina ilikuwa 37% ya watu wote nchini humo. Mpaka Julai 9, 1816 Argentina inapata uhuru wake, watu weusi bado walikuwa 37%. Ilishtua watu wengi. Mwaka 2010 sensa kuonesha watu wameshuka asilimia mpaka 0.37. Ingawa mwaka 2022 ikaibuka siri nyingine kutoka kwa Ali Delgado, mwanaharakati wa Afro Argentina, kwa hata wakiongezeka hawahesabiwi, ambapo ongezeko lilikuwa ni asilimia 0.77. Miaka 48 sasa tangu sura ya golikipa Hector Baley, kijana wa Bahia Blanca, huwepo katika kikosi cha Argentina kilichoshinda kombe dunia mwaka 1978, akiwa mtu wa tatu mweusi kuchezea timu hiyo ya taifa, akifuata nyayo za Jose Manuel Ramos Delgado mwenye asili ya Cabo Verde na legend Alejandro de los Santos, mshambulizi aliyecheza Argentina toka mwaka 1922 mpaka 25. Rais wa Argentina miaka 1868 mpaka 1874, Domingo Faustino Sarmiento, katika mpango kazi wa kutokomeza watu weusi na urithi wa utamaduni ulioanza kuenea, alianzisha sera kali ya whitening kwa kuondoa watu weusi katika mazingira yasiyojulikana na kuwakaribisha wahamiaji takriban milioni 7 kutoka Ujerumani na Italia, akiwemo babu mkubwa wa Lionel Messi, Angelo. Kuanzia hapo, Waafrika walitengwa na kunyimwa huduma za msingi za kiafya. Rais wa 50 wa Argentina, Carlos Menem, alishawahi kusema watu weusi hawapo Argentina kabisa. Hilo tatizo lipo Brazil. Wakaanza kuua utamaduni wa Kiafrika, ambapo muziki wa Argentina wakati huo ulikuwa ni kondombe, na ukaanza kuondolewa uhalisia na kuzaa muziki wa tango, ambapo bado ni utambulisho wa Afro Argentina, kwani tango neno la Kiafrika la Wabantu Kongo, ni mzunguko wa mpangilio wa ngoma za Waafrika na watu wanaozunguka eneo na kuacha sehemu ya kuchezea. Argentina walisukiwa utamaduni wa kutopenda watu weusi. Usishangae usipoona katika kikosi cha timu ya taifa